Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela Maria Corina Machado amesema mwanasiasa mwenzake Juan Pablo Ganipa ametekwa nyara. Tukio hilo limetokea saa chache tu baada ya Ganipa kuachiwa huru kutoka kizuizini, huku habari hizo zikitikisa jukwaa la kisiasa nchini humo. Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kuwa Machado, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, alisema tukio hilo lilifanyika katika eneo la Los Coros jijini Caracas, akidai kuwa wanaume wenye silaha nzito na waliovaa kiraia walifika kwa magari manne. Watu hao walimchukua Ganipa kwa nguvu na kuondoka naye. Chama cha Justice First kinachoongozwa na Ganipa kilisema tukio hilo lilifanywa na vyombo vya ukandamizaji vya serikali. Kulingana na chama hicho, Ganipa alikuwa akisafiri kati ya maeneo tofauti alipotekwa. Walioshuhudia walisema silaha zilielekezwa kwao kabla hajapakiwa kwenye gari. Chama hicho kilisema kinawajibisha Delcy Rodriguez, Jorge Rodriguez na Diosdado Cabello kwa usalama maisha ya Ganipa. Watu hao ni viongozi wakuu serikalini, akiwemo makamu wa rais na waziri wa mambo ya ndani. Wameshutumiwa kwa kuendeleza mateso dhidi ya upinzani. Justice First pia ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati haraka, huku ikiomba shinikizo liweke ili Ganipa aachiliwe mara moja. Aidha, kilitaka mateso dhidi ya upinzani yakomeshwe kabisa. Saa chache kabla ya tukio hilo, mwana wa Ganipa, Ramon, alikuwa amesherehekea kuachiliwa kwa baba yake. Aliandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa familia yao ingeweza kukumbatiana tena, huku furaha hiyo ilikatizwa ghafla na habari za kutekwa kwa baba yake. Ganipa alikuwa miongoni mwa wafungwa wa kisiasa zaidi ya 30 walioachiwa siku hiyo, huku shirika la Foro Pena likithibitisha idadi hiyo na kusema linaendelea kusaidia wafungwa wa kisiasa, huku Ganipa alikuwa amezuiliwa kwa miezi 8 zaidi ya kuachiwa. Kiongozi huyo wa upinzani aliwahi kuchaguliwa kuwa gavana wa jimbo la Zulia mwaka 2017. Hata hivyo, alizuiwa kuapishwa baada ya kukataa kuapa mbele ya bunge lililoundwa na Maduro. Tangu wakati huo, makundi ya haki za binadamu yamesema serikali hutumia kizuizi kukandamiza sauti za upinzani. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada mashirika habari, na kusoma kwako nami Timo Thirugoe.